Kila mwaka ifikapo tarehe 25 ya mwezi wa 12, dunia na ulimwengu kiujumla unaadhimisha sikukuu ya Christmas au kuzaliwa kwa Yesu. Wakristo ndivyo wanavyoamini, lakini hii imekuwa ni utaratibu wa dunia nzima kufanya hivi kwa kila ifikapo tarehe 25 ya mwezi wa 12, na hii si nyingine ni sikukuu ya Christmas, ambapo dunia na ulimwengu kiujumla vinakaa na kuadhimisha sikukuu hiyo kwa amani na upendo, wakiungana jamii kwa jamii, ikiungana familia, ndugu na jamaa kwa umoja, kuweza kufanya kitu kimoja, kitu ambacho kitaleta tabasamu kwa kila mmoja, kitu ambacho kitaleta tabasamu kwa hata wale ambao walikuwa wakiwa katika kipindi hicho. Christmas ni moja kati ya sikukuu ambayo inaunganisha watu kutokea upande mmoja kwenda upande mwingine, kutokea familia moja kwenda familia nyingine. Hata kama kutakuwa na uhasama ambao ulikuwa umetokea, lakini Christmas inakuja kuadhimisha umoja huo na ukaribu huo. Watu wengi wamekuwa karibu, watu wengi wamekuwa wakifanya mambo, wakifanya majambo kupitia sikukuu ambayo itawakutanisha watu wakiwa holiday, wakiwa wamepumzika. Basi Christmas inakuwa ni moja kati ya kuwanufaisha na kuwafaidisha kwa kukaa pamoja na kushare vitu tofauti tofauti. Kwa mwaka huu watu tofauti tofauti wamekuwa wakubizi sana kukimbizana na maisha, na sio mwaka huu tu, ni nyakati nyingi tofauti tofauti watu wamekuwa wakikimbizana na maisha, wakikimbizana na hali zao walizokuwa nazo na kusahau au kupuuzia Christmas tofauti na vile ilivyokuwepo miaka iliyopita. Kuna wadau tofauti tofauti ambao wametoa kile ambacho wanachotaka kushare na sisi au kushare nami juu ya kile ambacho wanajipangilia nacho kuendea Christmas, ambayo tayari wameshajiandaa na wengine bado hawajajiandaa kwa chochote, kwa lolote. Kwa majina yangu naitwa Rosa Samuel Mdachi. Ni mkazi wa Bahirodi. Mimi kama mimi kwanza hiyo siku yenyewe asubuhi huwa tuna kawaida ya kwenda ibadani. Tukitoka ibadani tunatoka kama saa 4 hivi. Tukishatoka pale hiyo siku ndo tunarudi sasa, tunaanza maandalizi ya chakula vizuri. Tena na hiyo siku kutakuwa na ndugu zangu wageni ambao tutatembelea, kwa hiyo nitakisha naweka maswara ya chakula vizuri. Baada ya hapo tukishamaliza maswara ya chakula, tukishamaliza kila kitu, ndo ule muda unaobaki sasa ndo tunafanya matembezi ambayo sisi wenyewe tunayajua. Kwa Christmas hii labda kwa maswala hayo labda ya huo muda wa matembezi, na kitu ambacho nimejipanga sana kwa Christmas hii, natamani sana kutembelea mbuga yoyote. Sina la kuambia, ila napenda tu kuwatakia Christmas njema. Naitwa Elizabeth Swai. Christmas sijajiandaa kiufupi, kwa sababu changamoto ya hela. Kiukweli kuhusu maandalizi sijafanya, yani sidanganya, maandalizi sijafanya yoyote. Utofauti hamna, ila tuseme utofauti hakuna, lakini pia inatokea msimu wa sikukuu kidogo wateja wanakuwa wengi. So nishote niseme tu hamna mabadiliko yoyote, ila wateja wako. Kwamba natakia tu Christmas njema pamoja na heri ya mwaka mpya. Nawapenda. Anaitwa Consolata Andrea, ni mwanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma Media College. Nawatakia walimu pamoja na wafanyakazi wa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji heri ya Christmas na mwaka mpya. Dodoma Media for Development. Majina anaitwa Gutsuni Haron Mgima. Napenda kuwatakia watu wote heri ya Christmas pamoja na mwaka mpya. Kwa upande wangu nimejiandaa vizuri, kwamba tunapojua siku za Christmas tunaenda kanisani kumwomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu sio jambo rahisi mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka kumaliza na kuwa na nguvu na afya tele, kwa sababu watu wengine wametamani kuwa kama wewe kumaliza mwaka wameshindwa. Kwa hiyo kwangu mimi maandalizi yako vizuri, na kwa wenzangu pia na imani maandalizi yatakuwa vizuri na kwa upya. Pia nipende kuwatakia walimu wangu walezi wa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji ambao wanatufundisha, wanatupa mafunzo kwa ajili ya kusaidia katika maisha yetu ya baadaye. Pia napenda kuwatakia wazazi wangu, pia napenda kuwatakia marafiki zangu wote waliopo karibu na mimi. Pia bila kusahau mwakani, kwa wewe ambaye unatamani kujifunza mambo ya graphics, kutangaza redioni, kutengeneza posters, kuchapisha magazeti, unakaribishwa katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji hapa mkoani Dodoma ili kutimiza ndoto zako za baadaye. Majina anaitwa Emma Charles
mwanafunzi wa Dodoma Media College, nasoma kozi ya sekretari. Napenda kuwatakia wanafunzi wote wa Dodoma Media na wafanyakazi heri ya sikukuu ya Christmas na mwaka mpya. Na hawa ndio wadau walioshare nami katika makala hii juu ya jinsi ambavyo wamejiandaa na sikukuu ya Christmas. Hayo yalikuwa machache tu kati ya yale ambao wameyaongea, lakini najua wewe una mengi ambao umejiandaa nayo kwenye Christmas ya mwaka huu. Kuna vitu ambavyo unataka kuongeza ambavyo mwanzo havikuwepo, kuna vitu unavyotaka kupunguza ambavyo mwanzo vilikuwepo. Ninachokusihi tu, Christmas hii sheherekea kwa upendo na amani. Kile ambacho utakachokifanya basi kiwe chenye upendo na amani kwa watu, au kinacholeta furaha au matokeo chanya na muhimu. Makala hii imeandaliwa nami Hemed Jafar. Hadi wakati mwingine, asante.